Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ameshiriki ufunguzi wa mkutano wa 4 wa kimataifa wa ufadhili wa maendeleo unaofanyika katika ukumbi wa mikutano wa FIBS jijini Sevilla nchini Hispania leo tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2025. Kuhusu mkutano huo, ulianza mwaka 2002 pale dunia ilipokutana Monterrey, Mexico na kusaini mkataba maarufu wa Monterrey Consensus, ambapo hapo viongozi kutoka nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa walikubaliana kwamba maendeleo endelevu hayawezi kutimia bila mpangilio wa wazi wa rasilimali na ufadhili wa haki kwa nchi zinazoendelea. Ilikuwa mwanzo wa mlolongo wa mikutano ya Financing for Development, ambapo baada ya mkutano huo dunia ilielekea Doha, Qatar mwaka 2008, ambapo Doha Declaration ilizaliwa. Mkataba ulipoinua wigo kwa kuzingatia jinsia na mazingira, na mwaka 2015 dunia ilikaa tena Addis Ababa, Ethiopia, na kupitisha Addis Ababa Action Agenda, nyaraka iliyounganishwa na malengo ya maendeleo endelevu yani SDGs na ajenda ya mwaka 2030. Mkutano huu ambao anashiriki Dr. Philip Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unafanyika Hispania, ukiwa ni mkutano wa 4 wa kimataifa wa ufadhili wa maendeleo. Unafanyika leo tarehe 30 ya mwezi Juni hadi tarehe 3 ya mwezi Julai mwaka 2025. Hapa wakuu wa nchi zaidi ya 70, mawaziri wa fedha, mashirika ya kimataifa, sekta binafsi na asasi za kiraia wanakutana tena kufungua milango ya rasilimali mpya, ambapo takriban nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa wanawakilishwa, japo Marekani safari hii haikushiriki rasmi kutokana na sintofahamu za maudhui ya mkataba kuhusu haki za kijinsia na mabadiliko ya tabia nchi. Lengo kuu la mkutano huu ni kurekebisha mfumo wa fedha duniani, kuongeza uwekezaji kwenye elimu, afya, miundombinu na mabadiliko ya tabia nchi ili kufikia maendeleo endelevu. Na tangu kuanza kwa mkutano huu, nchi ambazo zimewahi kunufaika na mpango huo kihistoria inaonyesha ni nchi kama vile Rwanda na Ethiopia zimefaidika moja kwa moja. Baada ya Addis Ababa Action Agenda, Ethiopia iliweza kupata fedha nafuu za miundombinu na kuimarisha mfumo wa ukusanyaji kodi. Bangladesh imefaidika kwa kuanzisha miradi mikubwa ya nishati, hasa nishati mbadala, kupitia ufadhili wa mashirika yanayofuata makubaliano hayo. Vietnam imekuwa mfano kwa kutumia fursa hizo kukuza sekta binafsi na kupunguza umaskini kwa kiasi kikubwa. Rwanda pia inatajwa kuwa miongoni mwa wanufaika kupitia mipango ya uwekezaji wa moja kwa moja, ambapo imepiga hatua kubwa kwenye afya na elimu, ikitegemea sera na mikopo yenye masharti nafuu kutoka taasisi za kifedha za kimataifa ambazo zinashiriki katika mkutano huo. Mimi ni Frankie Kashon.